السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، فلا عدوانا إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى ورسولنا المرتضى خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Mushahiduna alkiram, ndugu wapenzi watazamaji, pia leo ni mwendelezo wa darsa zetu za usulul fiqhi katika kitabu chetu hiki Imta'ul Uqul bi Rawdatil Usul, aljuz'u alawwal, juzu ya kwanza hii, taalifu Abdul Qadir ibn Shaybat al-Hamdi, na huu ni utunzi wa mwanachuoni mkubwa kabisa huyu Sheikh Abdul Qadir ibn Shaybat al-Hamdi, al-ustadh bi kulliyati shari'ati wal lughati al-arabiyyati bil Riyadh. Huyu ni mkufunzi katika kitivu cha sheria na kitivu cha lugha ya Kiarabu katika mji wa Riyadhi katika nchi ya Saudi Arabia. Na shekhe huyu amefanya talkhis katika kitabu cha Rawdatun Nadhir wa Jannatul Munadhir, kitabu kikubwa kabisa cha mwanachuoni Ibn Qudama. Sasa leo tuko katika akhbarul ahad, tunazungumzia akhbarul ahad. Tukilitazama hili neno al-akhbaru, jam'u khabar, ni wingi wa neno khabar. Yani ikiwa ni mufrad utasema khabaru, lakini ikiwa ni jamu utasema al-akhbaru. Wal ahad, na neno ahad jamu wahid, ni wingi wa wahid. Ikiwa ni mufrad utasema wahid, na ikiwa ni jamu utasema ahad. Wa khabarul wahid, na khabari ya mtu mmoja, fi lughati, katika lugha, ma yalqihi alwahid, ni ile ambayo inapokelewa na mtu mmoja. Ukisema khabarul wahid, ma yalqihi alwahid, ni ile ambayo inapokelewa na mtu mmoja. Wa fil istilahi, na katika makubaliano ya wanaochuoni wa usulul fiqhi juu ya hili neno au juu ya haya maneno akhbarul ahad, wao wanasema ma lam tajtami' fihi shurutul mutawatir, ni ile khabari ambayo hayajakusanyika ndani yake masharti ya mutawatir. Hadithi yoyote ambayo hayajakusanyika ndani yake yale masharti ya mutawatiri, hadithi hiyo itaitwa ni khabarul ahad. Fa in jaa min tariqin wahidin fa huwa al-gharib, ikiwa habari itakuja kwa njia moja tu, basi hiyo itaitwa al-gharib. Na tutakuja kufundisha inakujaje habari kwa njia moja. Maki habari inaweza ikaja kwa njia moja, kwa njia mbili, kwa njia tatu. Sasa ikiwa habar itakuja kwa njia moja, fahuwa al-gharib, basi hiyo itaitwa ni gharib. Ndio ukisikia hadithi hii ni gharib, ina maana imekuja kwa njia hii moja. Imekujaje kwa njia moja? Yani kwenye zile tabaka za wale ruwatul hadithi, wapokezi wa hadithi, au katika sanadi kwenye zile tabaka anakuwepo mtu mmoja. Sasa hii imepokelewa kwa njia moja, inaitwa gharibu hiyo. Wa in jaa min tariqaini fa huwa al-aziz, na ikiwa habari itakuja kwa njia mbili, basi hiyo inaitwa aziz. Yani katika zile tabakati sanad kuna kuwepo marawi wawili kwenye tabaka, basi inapata ile habari sifa ya aziz. Wa in jaa min thalathati turuqi, na ikija kwa njia tatu, fa akthar, na zaidi ya tatu, isifike kwenye idadi ya mutawatiri, ikaja kwa njia tatu na zaidi ya tatu, fa huwa al-mashhur, basi habari hiyo itaitwa khabarul mashhur. Zote hizi ni katika akhbarul ahad. Nafikiri imeeleweka hapa, na mifano mizuri unakwenda kuipata zaidi katika somo la mustalahul hadith, kama ambavyo tunalidarasisha. Unaweza ukapitia huko ukajua sura ya hadithi ambayo ni gharib,
na hadithi ambayo ni aziz na hadithi ambayo ni mashuhuri. Unaweza ukapitia huko. Kwa leo tutaishia hapa, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akijalia kheri, darasa linalofuatia tutakuja kueleza hapa ayufidu khabarul wahidul ilma am dhann. Je, habari ya mtu mmoja inafidisha elimu au inafidisha dhanna? Ndilo ambalo tunakuja kulitazama. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tawfiq, innahu waliyut tawfiq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.